Usipuuze ndoto unayoota ukasema ni ndoto tu. Kabisa. Usiote ndoto ukaona ni ndoto. Kila ndoto huja kwa kusudi. Hata ndoto ambazo hazina maana, Biblia inasema huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Kwa hiyo hakuna ndoto utakayoota ambayo haina sababu kuja kwenye ufahamu wako. Ayubu wakati ule anaumwa, ameshambuliwa. Biblia inasema shetani alitumia sana njia ya ndoto kumtisha sana. Anasema ndipo unitishapo katika ndoto ya usiku, katika ndoto na katika maono ya usiku. Shetani hutumia sana ndoto kuharibu maisha ya watu wengi, na kwa sababu watu wengi hawajali kwa habari ya ndoto. Mtu anaota anasema niliota tu mchungaji, niliota hivi, basi mpaka hadi kuona madhara yamepokea siku za usoni, ndipo anakumbusha ile ndoto. Mbona kinachonipata ni kama niliwahi kukiota? Mbona hali inayopitia? Kuna mwingine unaota unapita wakati mgumu sana wa uchumi, una hela, unauguliwa, yani hiyo ndoto siku mzima unahangaika, ukilala ukiamka inajirudia, ukilala ukiamka inajirudia, unahangaika, una hela, unatafuta hela, wakati mtu akukupa hela, unateseka, mara umepoteza hela, mara nini, unaota, alafu unaamka, lakini wakati unaota hiyo ndoto una hela. Wakati unaota hiyo ndoto una maisha mazuri, unakula, unavaa, una marafiki wanakusaidia, una hali njema. Lakini Mungu alileta ndoto kutufunulia mambo yaliyofichika, mambo yaliyo kwenye ulimwengu wa roho, mambo ambayo wewe huna jinsi ya kuyafahamu. Kwa maana kuna watu wa Mungu hawaishi kwa kupiga ramli, hawaishi kwa kupiga bao, hawaishi kwa kwenda kwa mganga wa kienyeji. Wao Mungu huachia katika ndoto na maono ya usiku ili wafunulie siri zilizofichika katika ufalme wa rohoni. Kama unampenda Yesu nisikie amen. Nisikie tena amen. Anguko la mtu au kuibuka kwa mtu kunaanzia kwenye ndoto. Mungu anataka kuleta jambo jema, lazima akupe sababu, akupe ndoto, akuletee maono, akuonyeshe jambo, akuonyeshe atakuinua, akuonyeshe atakubariki. Unachohitajika wewe ni kusubiri wakati ile ndoto itimie. Ndio maana namwambia Habakuki, iandike ndoto uliyoota, iandike kwa wepesi sana, isomeke kama maji yanavyotiririka, kwa maana ndoto hii haitachelewa bali itatimia haraka, nayo itatimiza makusudi ya Mungu ambayo Mungu ameituma kwayo yote. Kama unampenda Yesu sema tena amen.